Mbona nijua mimi ni nani? Na mtazamaji wa Baharia TV, taarifa ambazo tuko nazo hii leo katika rubaa za kimataifa. Kule nchini Kenya, jaribio la polisi la kutawanya mkutano wa wafuasi wa chama cha ODM uliofanyika katika uwanja wa Amaremba liligonga mwamba baada ya vijana waliojitokeza kwa wingi kupinga hatua hiyo na kuwafukuza maafisa hao. Mkutano huo ulioandaliwa chini ya vuguvugu la Linda Mwananchi, kampeni ambayo viongozi wa ODM wanasema inalenga kutetea haki za raia, kupinga gharama ya juu ya maisha na kushinikiza uwajibikaji serikalini. Uliongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, ambaye aliwasili mapema akikutana na viongozi wengine wa chama na kupokelewa na umati wa wafuasi waliokuwa wakipeperusha bendera na kuimba nyimbo za chama. Hali hii ilianza kubadilika pale maafisa wa polisi walipowasili katika eneo la mkutano, wakidai kuwa hafla hiyo haikuwa na kibali kinachohitajika au ikikiuka masharti ya usalama wa umma. Polisi walitoa onyo kwa waandalizi wakitaka mkutano huo usitishwe mara moja. Hata hivyo, viongozi wa ODM walisisitiza kuwa walikuwa na haki ya kikatiba ya kukusanyika na kueleza maoni yao kwa amani. Baada ya maafisa kujaribu kusogea karibu na jukwaa kuu, vijana waliokuwa mbele walijipanga na kupiga kelele za kupinga hatua hiyo. Wengine walionekana kuzuia magari ya polisi kuingia ndani ya uwanja, wakisisitiza kuwa mkutano huo ulikuwa wa amani. Katika vurugu hizo za muda mfupi, polisi walilazimika kuondoka eneo hilo huku wakitupiwa maneno makali na kuzomewa na umati. Akizungumza baada ya tukio hilo, Sifuna alikashifu hatua ya polisi, akisema ni jaribio la kunyima wananchi uhuru wao na kujieleza. Alisisitiza kuwa vuguvugu la Linda Mwananchi litaendelea kote nchini licha ya kile alichokitaja kama tishio la ukandamizaji. Hakuna ripoti rasmi ya majeruhi au uharibifu mkubwa wa mali uliotolewa mara moja baada ya mkasa huo. Tukio hilo linaongeza joto katika siasa za eneo hilo, huku wadau wakitoa wito wa utulivu na kuheshimu haki za kikatiba pamoja na kudumisha usalama wa umma. Sasa mtazamaji, tupitie maoni ya wale mashabiki zetu ama wale watazamaji wetu ambao wanatufuatilia kutoka hapa studio zetu za Baharia TV. Huyu hapa wa kwanza, huyu hapa anaitwa Peter Ochieng kutoka Kisumu. Anasema wananchi wana haki ya kukusanyika na kutoa maoni yao bila kuingiliwa. Kama mkutano ulikuwa wa amani, basi polisi walipaswa kulinda usalama badala ya kujaribu kuvunja. Mary Otieno kutoka Nairobi anasema ninaunga mkono hoja ya Linda Mwananchi kwa sababu gharama ya maisha imepanda sana, lakini pia muhimu mikutano ifanyike kwa utaratibu ili kuepusha vuguvugu. Josefu Naliaka huyu hapa anasema kama mkutano haukuwa na kibali, polisi walikuwa na jukumu la kuhakikisha sheria inafuatwa. Hata hivyo, matumizi ya vuguvugu si suluhisho. Mazungumzo yangesaidia. Huyu hapa Hamedi Salim kutoka Tanzania, Dar es Salaam, anasema haya mambo ya kuvutana kati ya wanasiasa na polisi yanaumiza wananchi wa kawaida. Tunahitaji siasa za amani na kuheshimu katiba. Davidi Mwangi kutoka Nakuru anasema vijana kuwasukuma polisi nje ya uwanja si jambo la kujivunia. Inapaswa kuwe na heshima kwa vyombo vya usalama hata kama kuna tofauti za kisiasa. Beatrice Acheng kutoka Busia, yeye anasema hivi, ninaona kama kuna hofu ya sauti ya wananchi. Serikali na vyombo vya usalama wanapaswa kusikiliza malalamiko badala ya kuyazuia. Nikiweka nukta na ujumbe huu wa Samuel Kipto kutoka Eldoret, anasema matukio kama haya yanaweza kuleta taharuki isiyo ya lazima. Ni vyema viongozi wa kisiasa wahakikishe mikutano yao inazingatia sheria zote. Mtazamaji wa Baharia TV, hapa ndipo naweka nukta kwa maoni ya kwake Samuel Kipto kutoka pale Eldoret. Sasa mtazamaji wa Baharia TV, kwa wewe ambao unanisikiliza hivi sasa, maoni yako ni yapi kuhusiana na taarifa hii? Jina langu mimi ni Friday Mwangomare. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.